God bless Lema amemvua nguo Rais Samia Suluhu na kuonyesha makuruhu yake ambaye amezidi kudhulumu wa Tanzania kwa muda mwingi ambaye amekuwa uongozini. Ujambo na karibu. Katika muda wa hivi karibuni, mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania God bless Lema ameibua mjadala mzito unaotikisa anga za siasa baada ya kuchapisha waraka mzito uliojaa hisia ukikemea vikali namna ambavyo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inavyotekeleza majukumu yake kwa kile alichokiita kukosekana kwa haki, uadilifu na utu ndani ya mifumo ya taifa. Waraka huu ambao umeenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii umekuwa mfano mwingine wa namna ambavyo Lema amekuwa mstari wa mbele kumkosoa Rais Samia, akidai kuwa serikali yake imegeuka kuwa ya kidikteta isiyovumilia maoni tofauti na yenye tabia ya kuwanyamazisha wakosoaji wake kuanzia vitisho, kesi za uongo na ukamataji holela. Kwa muda mrefu sasa, Lema amekuwa sauti ya ukinzani isiyotetereka, akionekana mara nyingi akienda kinyume na misimamo ya serikali hata katika nyakati ambazo wananchi wengi wamechagua kukaa kimya kutokana na uoga na dola. Na katika waraka wake wa hivi karibuni, Lema ameeleza machungu ya taifa ambalo kwa maneno yake limepoteza dira ya maadili na kugeuka kuwa uwanja wa ulafi, upendeleo na uonevu unaofanywa kwa baraka za mamlaka. Ameeleza kuwa kizazi cha sasa kimeachana na misingi ya utu, kimepoteza huruma na kimechagua kumfumbia macho dhulma kwa sababu ya tamaa ya mali na madaraka. Kwa mujibu wa Lema, Tanzania ya leo imejaa hofu ambapo watu wanaogopa kusema ukweli kwa kuhofu kufungwa, kupotezwa au kufanyiwa fujo. Amekumbusha matukio kadhaa ya watu waliopotea kwa mazingira ya kutatanisha, wengine kupigwa risasi au kushikiliwa bila sababu ya msingi, akiyahusisha moja kwa moja na kile alichokiita mfumo wa kikatili na ulindwa kwa jina la amani. God bless Lema hajaanza leo kukemea serikali. Tangu akiwa mbunge wa Arusha mjini kupitia chama cha Chadema, amekuwa miongoni mwa wanasiasa wachache waliowahi kupambana uso kwa uso na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2016 alikamatwa mara kadhaa kwa madai ya uchochezi baada ya kuhoji matumizi ya fedha za umma katika miradi ya maendeleo. Mwaka uliofuata alihusishwa na maandamano ya upinzani yaliyozuiwa kwa nguvu na kulazimika kutumia muda mrefu mikononi mwa polisi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, baada upinzani ulilalamikia udanganyifu mkubwa, Lema alikimbilia Kenya kama mkimbizi wa kisiasa, akidai kuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Wakati huo, serikali ya Rais Samia aliyekuwa memrithi Rais John Pombe Magufuli aliahidi kuleta maridhiano mapya. Hata hivyo, Lema amekuwa akisisitiza kwamba uhalisia ni tofauti, akidai kwamba serikali imeendelea na mbinu zile zile za kuwakandamiza wapinzani na kuwadhibiti wanahabari. Mwaka 2023 Lema aliporejea Tanzania alikumbana tena na misukosuko ya kisiasa. Alishtumiwa kwa kutoa kauli zinazochochea chuki dhidi ya serikali ya Samia Suluhu, huku maofisa wa usalama wakimfuatilia karibu. Tukio hilo lilionekana kama onyo kwa viongozi wa upinzani wengine kwamba uhuru wa kujieleza bado uko mashakani. Na chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu kumekuwa na malalamiko ya ongezeko la udhibiti wa kisiasa, na ni jambo ambalo wapinzani wamekuwa wakilalamikia sana. Ingawa rais huyu amejitangaza kuwa mpenda amani na maelewano, wapinzani kama Lema wamekuwa wakidai kwamba amekuwa akitumia sura ya upole kuficha mfumo kandamizi unaoendelea kufanya kazi kimya kimya. Mifano mingine ni wakati wa mikutano ya kisiasa ya Chadema mwaka 2023, polisi waliwahi kuingilia mikutano hiyo na kuzuia wananchi kuhudhuria. Wengine walikamatwa na kushikiliwa kwa saa kadhaa bila maelezo ya kina. Haya yalitokea licha ya serikali kusema kuwa imefungua ukurasa mpya wa siasa za huru. Aidha, baadhi ya wanahabari waliokuwa wakiripoti masuala nyeti kuhusu rushwa na uovu serikalini walijikuta wakifuatiliwa na vituo vya kuvamiwa.
Hali hii imewafanya wadadisi wa mambo kuhoji wapo Tanzania kweli inasonga mbele katika demokrasia au inarudi katika enzi za uoga. Na katika waraka wake Lema ameibua hofu hiyo kwa undani zaidi. Ameeleza kuwa taifa limeelekea kupoteza msingi wa utu, ambapo hata viongozi wa dini, vijana na wazazi wamekuwa wasiojali tena maadili. Lema amelaani kwa uchungu namna ambavyo Watanzania wengi wameamua kukaa kimya licha ya kuona uovu unaendelea. Ameandika kwamba ukimya huo ni sawa na kushiriki katika dhulma, kwani maovu yanashamiri kwa sababu ya wema wamenyamaza. Anasema kuwa Watanzania wamegeuka kuwa kizazi kinachoishi kwa anasa, pombe na ufisadi, huku wakisahau wajibu wao wa kujenga taifa lenye haki. Na vilevile amesisitiza kwamba kila mtu bila kujali chama, dini au nafasi yake ana wajibu wa kupaza sauti dhidi ya mfumo unaotafuna utu wa taifa. Hata hivyo, licha ya juhudi zake kuchochea uamsho wa kisiasa, Tanzania imeendelea kugawanyika, huku wananchi wengi wakionekana kutojiunga na mapambano ya kupinga serikali. Wengi wanahofia kupoteza kazi, uhuru au hata maisha. Hali hii imefanya wapinzani kama Lema kuona kuwa wapweke kisiasa, wapiganaji wachache ndani ya bahari ya uoga na ukimya. Katika nyakati kadhaa, Lema amewahi kusema hadharani kwamba maisha yake yako hatarini kutokana na misimamo yake. Amewahi kuhuzishwa na matukio ya kufuatiliwa usiku, kutishiwa na kukabiliwa na kesi za muda mrefu zisizoisha. Hata hivyo, licha ya hayo yote, amekuwa akisimama kidete, akionekana kila mara kuwa sauti ya wapinzani waliokata tamaa. Ameendelea kuikumbusha serikali kuwa wajibu wa kuheshimu haki za binadamu, kuhakikisha utawala wa sheria na kuepuka matumizi mabaya ya madaraka. Na katika waraka huo, Lema hajajikita tu katika masuala ya siasa, bali pia katika maadili ya jamii. Ameonya kuwa ufisadi wa kiroho na kimaadili umechangia kuporomoka kwa taifa la Tanzania. Amewakosoa wale wanaotumia nafasi zao kujinufaisha kibinafsi, huku wakisahau mateso ya wananchi. Vilevile ameandika kwa uchungu kuhusu viongozi wanaoiba fedha za miradi ya barabara na dawa ya elimu ili kuishi maisha ya kifahari, huku wananchi wakiteseka kwa njaa na magonjwa. Ameonya kwamba fedha hizo hazitaleta furaha wala heshima, bali majuto makubwa kwa taifa lote. Vilevile ametumia maneno yenye uzito, akisema kwamba watu wanaojenga nyumba kwa uovu hawataishi humo, na wale wanaojenga heshima kwa uoga hawatakuwa na amani. Amekumbusha Tanzania kwamba mwisho wa yote majuto yanakuja kwa kila kitu ambaye alichagua kunyamaza mbele ya dhuluma. Chini ya Samia Suluhu, matukio kadhaa yameibua hisia za udikteta. Kesi za wanasiasa kama Tundu Lissu ambaye alikamatwa kwa kile kilichoitwa matamshi ya uchochezi zimekuwa zikionekana kama mbinu za kuzima sauti mbadala. Vilevile baadhi ya mikutano ya upinzani imezuiliwa ghafla kwa maagizo kutoka juu. Ni jambo lilotafsiriwa kama ishara ya serikali inayoogopa maoni ya upinzani. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International zimeeleza kwamba Tanzania bado inakabiliwa na changamoto kubwa za uhuru wa kujieleza licha ya ahadi za mageuzi. Licha ya upinzani mkali wa God Bless Lema, ukweli unaobaki ni kwamba Watanzania wengi wamekataa kuungana naye katika mapambano haya. Wengi wanahofia, wengine wamechoka na wengine wamepoteza imani kabisa kwamba mabadiliko yanaweza kufanyika. Ila Lema anaonekana kama mtu anayepigania vita ama anayepigana vita vya kiroho na kisiasa peke yake, huku wengi wakiona jitihada zake kama ndoto isiyotekelezeka katika taifa ambalo ukimya umegeuka kuwa njia ya kuishi. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa amekuwa mthubutu asiyeogopa madaraka, na kila mara akirudia wito wa uwajibikaji, haki na hofu ya Mungu. Wakati taifa likiendelea kugubikwa na hofu, rushwa na ukosefu wa maadili, sauti ya God Bless Lema inaendelea kusikika kama mwangwi wa dhamiri ya taifa. Ni sauti inayohoji, inayoelekeza na vilevile inayoamsha. Na kama alivyonukuu katika waraka wake akimrejelea Mfalme Daudi katika Zaburi 37
25 kwamba hajawahi kuona mwenye haki ameachwa na Mungu, basi Lema anaamini siku moja haki itasimama. Na huu ndio umekuwa mwangwi wa ujasiri wake, uaminifu wake na mapambano yake yasiyokoma dhidi ya mfumo anaoita dhalimu. Hii ni Kenyascope na asante sana kwa kutazama. Kumbuka subscribe, kulike na vilevile kucomment kwenye video hii ili wengi vilevile waweze kuipata.